Dakika 90 zimemalizika. Taifa Stars dhidi ya Kuwait, mchezo wa kirafiki international friendly game. Taifa Stars tunapoteza goli 4-3. Tulianza kuongoza, baadaye tukarudishiwa, wakaongeza na wakawa mbele zaidi yetu. Niko na mzee wa VAR Mchomi Mapovu. Mbona kwanza nimeanza kutambulisha matokeo unasikitika? Mwanangu, kwanza ni aina ya mechi ambayo nimefurahi kwa muda mfupi lakini nimeumia kwa muda mrefu. Kwa nini? Mwanangu, ni magoli ambayo tumefungwa ya kizembe sana. Na kwangu mimi kama Mtanzania nimeumia na yale matokeo, na kilichoniumiza zaidi ni uzembe wa golikipa. Unajua mwanangu, golikipa Yakubu Suleimani ni mbovu sana. Kwa nini? Golikipa mbovu sana yule Yakubu Suleimani. Hamna, ngoja nikwambie kitu kimoja. Golikipa kama Yakubu Suleimani, aina ya klabu anaochezea, umeelewa? Ana hadhi hata kuitwa international player, mchezaji wa kimataifa, kwa sababu ni golikipa kwa sasa namba 1 wa Simba Sports Club. Golikipa namba 1 wa timu ya taifa. Haupaswi kufanya uzembe kama ule. Kawaida kwenye mchezo Mchomi. Tatizo la Ayubu la Kledi. Kile Yakubu Suleimani. Tatizo la Yakubu Suleimani. Kile alichokionyesha, kile ndio kiwango chake. Kwa sababu Yakubu Suleimani ni wale magolikipa wa kizamani ambao wanaojua kudaka, hawajui kusave. Unajua magolikipa wa sasa hivi kuna kitu wanaitwa modern goalkeepers. Mfano akina Djigui Diarra, akina Msheli, umeelewa, akina Kamara, wale ni modern football na ni modern goalkeeper, kwa sababu ni aina ya goalkeeper wanaosave kuliko kudaka. Haya, na save anaanzisha mashambulizi kuliko kudaka, unanielewa? Yaani kusave, goalkeeper anayesave ni yule anatumia miguu na mikono. Yakubu Suleimani anajua kudaka, hajui kusave, hajui kuanzisha mashambulizi. Yaani in short, matumizi ya miguu ya Yakubu ni mabovu. Kwa sasa kama goalkeeper hajui kusave, ukimpigia mpira engo ya kiuno umemfunga. Ukimpigia mpira engo ya mguu chini umemfunga, kwa sababu hajui kusave, anajua kudaka. Yakubu mletee juu. Si sehemu ya kudaka kama Rede. Walocheza Rede wananielewa. Anadaka. Lakini mwekee engo ya kiuno na chini unamfunga, kwa sababu leo tumefungwa magoli kwa uzembe wake. Footwork mbovu, hajui kuzuia na mguu, anajua tu kudaka. Na tukimtegemea golikipa kama huyu, AFCON hatutoboi. Kwa hiyo unasema kwamba tukimtegemea Ayubu hatuwezi kutoboa AFCON? Unatoboaje golikipa ambaye anadaka style moja? Nisikilize, wale jamaa wale Kuwait baada ya kufungwa goli 2 half time kwenda, walienda kujiuliza udhaifu wa timu ya Taifa Stars uko wapi. Wakagundua udhaifu wa timu ya Taifa Stars ni upande anaocheza Shomari Kapombe, sio, unanielewa? Ni upande wa golikipa. Ukiangalia goli nyingi zimetokea upande wa Shomari Kapombe. Sio kwamba anashambulia sana baba. Hamna, yani ule upande ulikuwa una udhaifu sana, upande wa Shomari Kapombe, kwa sababu Shabalala kwa anacheza juu. Umeelewa? Ukiangalia goli zimetokea huku chini. Namba ambao anacheza Shomari Kapombe namba 2, na upande wa golikipa ulikuwa una udhaifu sana. Kwa hiyo wakafanyia kazi madhaifu, wakarudi wakapata matokeo. Na hili swala ndo kuelekea hizi mechi za kimataifa, ukiachana hata na timu ya taifa, kwa sababu golikipa Musa Pimpin Kamara ndo mgonjwa miezi mitatu almost. Kwa hiyo ukija timu ya Simba, golikipa tunayetegemea ndo huyu Ayubu la Kledi. Yani majina yanachanganya. Golikipa tunayemtegemea ni Yakubu Suleimani. Kwa hiyo sasa kitachotokea ni nini? Tunakuwa na golikipa ambaye madhaifu yake yanajulikana nje. Sasa ukiwa na golikipa madhaifu yake yanajulikana nje, kwa hivi vilabu venye professional player ni ngumu. Nimeona leo watu wanasema hadi kwenye dabi atadaka huyu. Bwana, kwa wanaanza kuatisha. Sasa Yakubu ni mbovu. Mimi nadhani timu ya taifa ni wakati sasa kuwapa nafasi hawa wengine ambao washaonyesha vitu. Akina Msheli, akina Manula, si wapo? Tuwape nafasi waonyeshe walichonacho, kwa sababu mimi naamini wale ni bora kuliko Yakubu. Kama bwana mdogo Msheli, yule chini umfungi juu umfungi, anafungwa wale magoli ambayo golikipa yote angefunga. Lakini kwa current performance wanasema Yakubu amefanya vizuri sana siku hizi karibu, tofauti na wao ambao unawataja Mchomo. Inategemea na mashindano, inategemea na mabeki, inategemea na timu pia, kwa sababu unajua timu ya taifa wanasema ni quality ya mchezaji mmoja mmoja ndio inaenda kuunganishwa kutengeneza timu. Kwa sababu kama wewe ukionekana katika zile quality, wewe ndio una quality mbovu,
basi udhaifu wako utaonekana. Leo tayari panapovuja pashaonekana. Upande wa Shomari Kapombe, upande wa Yakubu. Mbele watu wako vizuri, wanapambana, wanafunga. Huku nyuma sasa beki wanapambana kwa nafasi zao, golikipa shati. Taifa Stars kipindi cha pili kama imeonekana imekata moto, haichezi ule mpira ambao imecheza kipindi cha kwanza. Unadhani ni nini hasa ambacho kinatakiwa kifanywe kazi kuelekea AFCON? Mimi nadhani waongeze watu pale katikati, waongeze viungo. Unajua Taifa Stars tuna baraka ya kuwa na viungo wengi. Kina Ndambwile, kina Kagoma waitwa kaongezewe pale kati. Unajua wale jamaa walikuwa kama ile goli la pili imepigwa pasi, golini kapasua katikati. Yaani goli la pili tumefungwa lile ambayo Yakubu amepiga mpira ukamfikia jamaa akapiga yule kama mdive hivi. Umepigwa kati, yani toka golini. Yaani jamaa kaanzishwa beki kapiga mpira katikati ukavuka. Ina maana namba 8 mbovu, namba 6 mbovu, umeenda hadi kule, beki anamwachia Yakubu baada ya kuokoa anatoa assist. Kwa hiyo mimi nadhani waongeze viungo pale katikati, wataipa energy timu itafanya vizuri. Mechi ya kwanza ya Master Gamondi watu walikuwa na matumaini makubwa sana. So far tukiachana na matokeo ya kufungwa, kuna kitu ambacho kimebadilika labda kwa Master Gamondi kwenye mchezo leo wa Taifa Stars? Stars imeflow vizuri. Stars imeflow na Gamondi ameonyesha ukubwa wake. Tofauti ya Gamondi na makocha wengine, sio shida kufungwa. Lakini kocha ameonyesha kiwango chake katika kuchagua wachezaji, kufanya sabu na kupanga first 11. Unajua hicho nacho ni kipaji. Maana unaona kabisa Master Gamondi kapanga kikosi. Yeye ndo kapanga kikosi na haya matokeo yaliyopatikana nadhani wakulaumiwa ashaonekana. Gamondi kwa kweli ukimlaumu unakuwa hujui mpira. Kafanya kila kitu kama kocha, yaliyobaki ni madhaifu ya wachezaji mmoja. Kwa sasa yale kama kocha nadhani atayafanyia kazi. Na njia pekee ya kuyafanyia kazi ni kuita wengine, kubadilisha. Nafasi ya Shomari Kapombe aje Mwenda, nafasi ya Yakubu aje Msheli au Manula. Tutibu ugonjwa. Kuna taarifa zako hapa ambazo tumezipata kutokea kwa Frijibovu. Bwana amenituma nitume salamu nikiwa kama mtu wa UN. Nimetumwa nije niangalie nini kinaendelea kuhusiana na wewe. Bwana, kuna clip moja ambayo Frijibovu alizungumzia kuhusiana na wewe kwamba unatumika kuichafua klabu ya Simba. Sasa hebu sikiliza hichi kipande kidogo. Oje. Ndio hii Mchome anavaa jezi ya Simba. Jezi mpya zote anazo. Anaye kabisa ile home kit, anaye away kit, ana third kit. Mama zote anazo. Nimeiona hiyo clip. Nimeiona. Unajua si David Pasco? David Pasco Frijibovu. Kijana wangu. Kijana wangu. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna watu ambao nimewapa ruhusa waniseme ili angalau wajibusti kidogo. Frijibovu ni miongoni mwao. Mimi sikufichi. Kabla ya kunisema waga wananipigia simu. Mchome ndio tunataka tufanye hivi, naambia fresh. Unajua huyu ni aina ya sio ni mwandishi, sio ni mchambuzi, sio ni presenter, sio ni muimba kwaya au mtu wa dini. Lakini mimi nimemfahamu Frijibovu kupitia kwenye matamasha ya Mwamposa. Kwa hiyo mimi najua ni mtumishi, kumbe ni mchambuzi. Baada ya kumtambua kapoa. Umeelewa? Ndio. Namuona sana kwenye safari za Simba. Sana. Ndio. Najua ni shabiki wa Simba. Kwa hiyo namjua Frijibovu huyu kama mwimba kwaya. Ndio. Na mfanyakazi wa kanisani kwa Mwamposa. Ndio. Na namjua ni shabiki wa Simba, lakini baadaye katika kumfuatilia nikagundua kumbe ni presenter. Ana kipindi chake pale kanisani. Sio ni kanisani kwa Radio Mwamposa ile. Lakini alichokifanya ni kitu kizuri. Ni ule muendelezo. Mimi nawapenda. Yaani hawa vijana wangu wanafanya kazi nzuri sana. Hawa na mashabiki wale baadhi wanaonisema amini usiamini, wanafanya kazi ambayo nawatuma. Hii kazi nawatuma wafanye. Ni vijana wangu wana trend. Kina Frijibovu na wachambuzi wengine ni miongoni mwa vijana wako ambao unawapa kazi. Wananiomba kwamba Mchome tusaidie tu trendi. Mwanangu, ngoja nikwambie, uhalisia watu wataki kukubali. Hawa watu washapoa. Yaani ukiona una followers let's say 300,000, ukipost unapata comment 5. Ina maana followers yako ni fake, hawakuelewi. Mangungu. Wewe na Mangungu mnazungumza. Tuna mahusiano si mwenye Simba. Tuna mahusiano mazuri. Tunazungumza kabisa vizuri. Sijawahi
naye na sijawahi kuongea naye kwenye simu wala live. Lakini nadhani ananijua na mimi namjua. Yaani Tanzania usikuwa mtu wa mpira usimjue Mchome. Kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nasaidia kuimarisha Simba na inaimarika kidogo kidogo. Wale wachambuzi walikuwa wanahimiza hilo swala kwamba si Mchome. Wale walishua tu kunitaja kwamba wengine wanavaa jezi wanasifia Yanga. Kwani nikuulize swali ndugu mwandishi? Unisaidie. Ukiwa shabiki wa Simba ni makosa kumsifia Pacome? Hapana. Sasa kama sio makosa, mimi kosa langu liko wapi? Mimi naambia tu kitu kimoja. Mimi jezi sipewi bure, nanunua kwa pesa yangu. Na ni mimi kama shabiki ndo njia pekee nayotumia kuichangia klabu. Kabisa. Si unanielewa? Mimi siendi uwanjani kwa sababu mechi za Simba haina uchezaji wake haunivutii. Mechi za Simba hazina piskali, hazina warembo. Unanielewa? Naenda mechi za Yanga kwa sababu kuna warembo, hata ukipiga picha, ukiposti anapostika. Si unanielewa? Alafu pia mpira unaochezwa na Yanga mimi unanivutia kuutazama. Kwa hiyo njia pekee nayotumia kuichangia klabu kwa siendi uwanjani ni kununua jezi. Sasa mimi nanunua jezi nachangia timu, bado kuna watu wanaumia. Wewe unaitakia mema kweli timu ya Simba? Yaani mimi nanunua jezi nachangia klabu, lakini wewe hutaki mimi ninunue. Kipindi wewe ambacho wewe unaikataa mimi nisivae jezi, wewe huvai wala hununui. Si unanielewa ndugu mwandishi? Mimi nanunua, nachangia timu. Si unanielewa? Wewe ununui. Sasa kipindi wewe ununui ina maana unaitia timu hasara kwa sababu mimi ufikia jezi 3 ni shilingi ngapi? 135. Haya, 3 za kimataifa, 3 za ligi. Jezi 6 shilingi ngapi? Kwa hiyo mimi nadhani wanaonikataza mimi nisivae jezi ya Simba hawaitaki yangu kwa sababu source of income ya klabu cha kwanza ni wadhamini, gate collection na kuuza hivyo vifaa. Yaani Tanzania kuna mchambuzi anaitwa Jumayo. Kweli? Hujamjua wewe? Mbona simjui? Ana followers wangapi Instagram? Ili kama followers 300. Mdogo huyo, ndio maana simjui. Sasa mchambuzi unakuja followers 300. Wewe si shabiki tu. Huyo mchambuzi alinizungumzia? Alikuzungumzia. Yukoje huyo Jumayo? Ana ndevu hivi, ana kipara hivi. Sio unampata vizuri. Simjui. Na inawezekana ni mpya. Anatafuta trending kidogo angalau aonekane. Lakini kitu kimoja tu nimwambie Jumayo. Ungenipigia simu na wewe nikakuweka kwenye listi ya watu ambao wana ruksa ya kunisema. Kwa sababu ukinisema mimi bila ruksa unanikosea heshima. Lakini kama ni mchambuzi akaze atajulikana tu. Aendelee kunisema atajulikana. Lakini Jumayo yuko clown pale. Jumayo ndo Hansera so Hansi namjua. Hansi namjua ni mchambuzi mkubwa sana. Kwa pale kuna mchambuzi anaitwa Jumayo pale clown. Tamfuatilia. Jumayo bana nitakufuatilia nikikuona taangalia lakini naamini sikujui. Simjui kwa kweli mchambuzi. Wala sio Jofrey. Sio Jofrey. Jofu mwandamizi yule nashindwaje kumjua. Jemedali namjua. Ila huyo sijawahi kumuona kwa kweli. Yaani katika maisha yangu ya soka sijawahi kumuona Instagram wala kukutana naye. Kabisa. Shukrani bwana Mchome. Bana ukikutana Jumayo umsalimie. Shukrani. Pamoja.